anaitwa asema ni mtoto wa kwanza kwa babaye kumbingu na makao ya juu. Anaitwa asema ni mtoto wa kwanza kwa uzao wa mtoto wa mama. Anaitwa asema ni mtoto wa kwanza kwa ufariji wa dunia. Yani Yesu alikuwa na majina mawili. Jina ya kwanza inaitwa asema neno. Neno inaleta tafsiri asema ni wokovu. Yani watu napasha wapate wokovu. Yesu alikuwa na jina ya pili inaitwa asema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu inaleta tafsiri asema ni msaidizi. Hili atatuma kwa watu wapate maendeleo. Somo letu linasema hivi. Baba analinda mama kwa pesa. Mama pia analinda baba kwa maombi. Yani baba ana sehemu ya kwake ya kulinda mama. Mama pia ana sehemu ya kwake kulinda baba. Tofauti. Sasa tasoma Samueli wa kwanza sura yake ya kwanza na mstari wa 5. Huyu ni Hana. Hana alikuwa na mume wake anaitwa Elkana. Yani Elkana alikuwa analeta vitu viwili, pesa mara mbili, kila kitu. Yani mama kwake pesa ni mlinzi kwake ya kumfanya akwe wa sasa, akwe mrembo kila wakati. Sababu awa pale alikuwa ndani ya shamba ya bustani, alita kutafuta mti mzuri, una afya mzuri. Yani ile mti mtu sana. Mama hana ile pesa, inambadilisha kuwa mtu mzuri mrembo sana, na kila mtu hamtamani. Yani ulinzi wa mama kwa baba ni pesa. Nini wa baba? Mtumie mapesa kwa mama. Kama pesa yako unaweka kwa maneno ya ajabu ajabu, Mungu atakufanya vibaya wewe. Mama pia ni analinda baba kwa maombi. Tukisoma Esta sura yake ya 4 na mstari wa 14 mpaka 17. Mordekai akapata sasa habari mbaya ya Hamani, akasema kuna kifo kubwa, watu watakufa. Mordekai akaenda kufuata Esta. Yani Esta, tafuta hali ya kuleta usalama, la sivyo utapata kifo. Yani Esta asikwende kutafuta hela, haenda kutafuta ni maombi. Sisi sote tulikusanya nafasi moja tuombe. Kwa hiyo maombi ilileta uhai, Israeli akwe vizuri na kwa usalama na kila kitu kikwe sawa. Yani kama ukisome maandiko Samueli wa kwanza sura yake ya kwanza na mstari wa 9 mpaka 14. Huyu Ana alikuwa analia, hakuna uzao. Akaanza kulia na Mungu akaongea kwa mchungaji wake, akamwombea na Elkana akaleta mtoto. Yani maombi ni ya mama kuombea mume wake. Mama hapana kuongea maneno mengine. Maombi ya kwako, sababu ile maombi ni ilitoka tumboni mwenu. Mulizala Yesu, Yesu ni neno. Mkazala Yesu tena ni maombi. Yani mama anahitaji maombi. Maombi kama unaomba kuna shida, nyumba yako itaweza kuwa vizuri na baba ataweza kuwa vizuri na kila kitu kitakuwa na maendeleo, sababu unamulinda baba na maombi. Sawa, kama neno tusaidie mjina Yesu. Amen.